Kim Media. Lakini ili yaitwe mambo haya yaitwe Samia, Samia inabidi apewe kura za kuendelea kufanya kazi ili mambo yaitwe Samia. Ndio hiyo maoni yangu mimi. Mwananchi mimi. Nimeelewa vizuri ili naye Samia apate jina la jambo lolote la kimaendeleo, inabidi apewe mitano tena. Unaona? Alafu na ile ilani ya chama chake inayo mapya ya kufanya, lakini inayo ya kuyaendeleza, aendeleze. Miongoni mwa hayo insha Allah lipo litalotoa jina la Mama Samia Suluhu Hassan, lakini naomba lisife jina la Magufuli hasa katika daraja lile la Kigongo Busisi. Hiyo mimi ndio maoni yangu, najua yatafika tena hawa waandishi wa habari hapa wapo, watasema Jongo kasema hivi, maoni yake si lazima yatekelezwe, lakini maoni yangu mimi kama mwananchi niseme na mimi. Unaona? Wala msinielewe nimechanganya dini na siasa. Mimi na yule kwa nampenda vile vile kwa sababu alikuwa mtu spidi kweli kweli, lakini Mungu akajalia kamwacha mtu slow lakini but sure. Yeye yuko speed, na kama mtu anafanya upuzi wake anamtumbua hapo hapo, au sio? Lakini pia akamwacha mtu ambaye ni Dr. Mama Samia Suluhu Hassan, slow lakini but sure. Kwa uhakika mambo yote yamekalimika kwa uhakika. Sasa ule uhakika mnautaka kama utaki? Tunautaka. Au mnataka mtengenezewe feki alafu ili mradi tu nani, ili mradi? Hapana. Sio feki. Ikiwa barabara ya uhakika. Ikiwa hiki kwa uhakika. Ikiwa hiki kwa uhakika. Kawakaribisha Waarabu pale katika nani bandari pale, mambo yalikuwa kwa uhakika. Yale yanayofanya Mama Samia Suluhu Hassan yale pale bandari pale. DP World. Ile Mama Samia Suluhu Hassan. Na imezaje za umetutilia matrilioni au hujatutilia? Tutakunywa tu Rola, na mtacheza mtacheza. Hiyo. Tarehe 25 watu watacheza. Huyu ni Mama Samia Suluhu Hassan. Kwa hiyo mimi nionaga kwa sera zake mama na kwa ilani ya chama chake, siamini kama kitakuja chama chenye ilani inayolingana na ilani ya CCM. Siamini. Mimi siamini. Kwa sababu kutokana na uzoefu wao. Haiwezekani mzoefu akosee. Wote nyinyi mkenda hospitali kufanya operation, ukijua kwamba wanakuja kufanya operation wanafunzi, utakubali wewe? Utakuwa ukubali. Bwana ndio utakupasua tende ngiri wangu mwanafunzi. Yaani ngiri au tezi dume akupasua mwanafunzi, wewe una nini? Na huu wakati ni wakati wa tezi dume. Unaona? Wenye uwezo wa kupasua operation ya tezi dume peka yao ni CCM. Wakati huu kutokana na ilani zao na uzoefu wao na khibra yao na experience yao. Sasa tuwezi tukaacha tukaezua bati geji 28 tukasuka makuti ya mnazi ya pande. Itakuwa tuna akili kwa sisi. Yaani unaezua bati geji 28, bati la kuishi miaka na nenda miaka rudi, unakuja kuweka makuti ambayo yale makuti huwekwa katika sherehe iliyopita. Lakini kwa jambo la kudumu huwezi kuweka makuti, huwezi kuweka makuti, unaezeka kazi. Unaona? Tubai hapa kwa sababu ya kupita hivi. Lakini kama nani unawezeka kama hapo aliwezeka sherehe. Hiyo ndio akili. Kwa hiyo mimi sina maneno mengi, ila tuwakimbie wote wale ambao wanakuja na udini katika nchi, alafu wanasema kwamba Mama Samia Suluhu Hassan Muislamu, sisi nini Uislamu. Hakuna hapa anayetawala Kiislamu.
Baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere ametutawala kwa miaka aliyotutawala 20 na kitu 23 sijui ile 24. Hakufanya udini na alipiga vita sana udini, na alitaka taifa hili liwe taifa moja lenye mshikamano na umoja. Kamaliza kaja mzee Ali Hassan Mwinyi, mzee Ruksa, akawaruhusu wale wote ambao waliona dhiki mambo ya kenda kama mlivyoona, walaisa bibaidin ankum. Baadaye akaja mzee Mkapa akafanya mambo mazuri sana kule kwetu sisi Rufiji, katujengea daraja la Mkapa mpaka leo linaitwa daraja la Mkapa pale Ikwiriri pale. Kamaliza kaja Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete, masha Allah. Pale Kigoma kulikuwa hakuna barabara ya lami pale kutoka airport kuja mjini. Wewe unasemajiwa barabara na taa zimeingia wakati wa Kikwete. Unaona? Yaani sasa hivi barabara nani pale Kigoma kimewaka, maendeleo yamewaka kweli kweli. Kila kitu shughuli kweli kweli, na taa mpaka baadhi yao na babaika ita ya kijani ndio ya kuvuka au ya nini. Mtu anakaa muda mrefu hajajua, kwa sababu ilikuwa zamani hakuna. Watu mpaka wamewatia ugeni ambao jambo tumasila ugeni lakini hivi sasa hivi masha Allah mpaka ujiji barabara zinaingia vizuri sasa. Habari sasa imekuwa katuondosha ushamba, au sio? Sisi Tabora tunasema hivi, ni wajibu kila Muislamu na asiyekuwa Muislamu kwenda kupiga kura. Ndio kauli ya mkoa mzima wa Tabora. Mashaka sawa kwenda kupiga kura. Lakini tuisiishie hapo, tukamchague Rais Samia Suluhu Hassan. Mimi shekhi nimemaliza. Samia Suluhu Hassan ndio tukamchague. Wenzetu wanasema sana katika kumtia dosari, na sisi tunasema rais tutakayempa miaka 5 tena ni Rais Samia Suluhu Hassan. Shekhi wa wilaya ananisikia, shekhi wa Urambo ananisikia, shekhi wa Kaliwa yuko hapa, shekhi zangu unasikia baba. Enzega tuisikie kauli hii misikitini ikizungumzwa kwamba Waislamu wamepewa maelekezo kwenda kupiga kura, na sio sisi, maelekezo yetu ni ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sisi tulitafsiri ile aya ya ayyuhalladhina amanu atiu Allah wa atiu rasula wa ulil amri minkum. Sisi tulisema hivi, ile wa ulil amri minkum ni mamlaka. Mungu anaelekeza wale waamini, watu wa Mtume Muhammad wamtii Mwenyezi Mungu na mtume wake, na wale wenye mamlaka juu yao. Mamlaka ya nchi hii ni ya serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania ambayo inaongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan. Wale hawakujichagua wenyewe, wamechaguliwa na Watanzania. Mamlaka ambayo Mungu anayezungumza katika Qur'ani ni mamlaka za utawala wa nchi. Huu utawala wa nchi unapatikana kwa kura. Sasa yoyote ambaye akigomesha zoezi la kupiga kura, yeye anapata dhambi, na wale ambao watamsikiliza pia wanapata dhambi, kwa sababu watasababisha kusimamisha mamlaka ambazo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amezieleza kwenye Qur'ani zisisimame. Mshukuru Sheikh wa mkoa kwa kuliona hilo. Kama kiongozi wetu wa mkoa, sisi tumepokea maagizo yake kama waumini, na tutampa ushirikiano wa dhati mpaka kuhakikisha lile ambalo alilotuagiza tutakuwa tumelitekeleza. Lakini huko tunakokwenda kwenye jamii pia, kama wanawake, kama wazazi pia, tutakwenda kuhamasisha vijana wetu, tutahamasisha ndugu zetu, lakini pia tutahamasisha wanachama wenzetu ili kuhakikisha tunafanya uchaguzi wa salama na amani. Tafadhali usisahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kutoka hapa Kim Media.